Bwana Yesu asifiwe sana, mtu wa Mungu unayenisikiliza, na kusalimu kwa jina la Mungu Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Lakini pia mtu wa Mungu, napenda kukukaribisha tena kwenye maombi yetu ya siku ya leo. Mtu wa Mungu, nikukumbushe tupo kwenye mwezi wa kurudishwa kwenye nafasi zetu za baraka. Kwa hiyo ndani ya mwezi huu, mtu wa Mungu, tegemea sana kuona unarudishwa kwenye nafasi yako ya baraka. Mtu yeyote ambaye amepoteza nafasi yake, mtu yeyote ambaye ametoka kwenye nafasi yake, ndani ya mwezi huu tegemea sana kuona mkono wa Mungu unakurudisha na unakaa mahali ambapo Mungu alikusudia wewe ukae tangu akiwa amekuumba. Bwana Yesu asifiwe sana. Ninaomba tuombe ili tuweze kuendelea mbele. Baba, katika jina la Yesu Kristo, Mungu ninasema asante kwa ajili ya uaminifu wako. Mungu ninasema asante kwa ajili ya usiku mzuri tena ambapo Bwana umetupa nafasi ya kuja mbele zako. Baba, ninakushukuru, ninasema asante. Usiku wa leo Baba, tunapoenda kwenye kufanya maombi haya, ninaomba Roho Mtakatifu wako awe pamoja na sisi. Na Mungu wangu mwaminifu, kila mtu anayesikiliza maombi haya na kila mtu atakayeomba maombi haya, ninaomba akarudishwe kwenye nafasi yake ya baraka kwa jina la Yesu Kristo. Mungu mwema, usiku wa leo tufundishe, usiku wa leo tuelekeze, usiku wa leo sema na maisha yetu, na usiku wa leo ukatufungue kwa jina la Yesu Kristo. Amen. Amen, amen. Mtu wa Mungu unayenisikiliza, Bwana Yesu asifiwe sana na Mungu akubariki sana. Nimetoka kukwambia tupo kwenye mwezi mzuri sana, na ndani ya mwezi huu tunaenda kurudishwa kwenye nafasi zetu za baraka. Bwana Yesu asifiwe. Ndani ya mwezi huu, mtu wa Mungu, tunasimamia mistari mikuu miwili. Mstari wa kwanza, mtu wa Mungu, unatoka kwenye Zaburi 18:19. Neno la Mungu linasema hivi: akanitoa, akanipeleka panapo nafasi, aliniponya kwa kuwa alipendezwa nami. Kwa hiyo mtu wa Mungu, ndani ya mwezi huu Mungu atakupeleka mahali ambapo kuna nafasi yako. Mungu atakupeleka na kukuketisha mahali ambapo unatakiwa wewe kukaa. Bwana Yesu asifiwe sana. Mstari wa pili unatoka kwenye Zaburi hiyo hiyo 18 mstari wa 36. Neno la Mungu linasema, umezifanyizia nafasi hatua zangu, na miguu yangu haikuteleza. Kwa hiyo mtu wa Mungu, ndani ya mwezi huu Mungu atakufanyia nafasi, miguu yako itapata mahali pa kusimamia. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo tegemea sana kuona Mungu anakutendea mema kwenye maisha yako. Tegemea sana kuona zile ahadi ambazo Mungu aliziweka zinatimilika. Bwana Yesu asifiwe. Ninaomba tuendelee mbele, mtu wa Mungu. Siku ya leo tunasimama na kichwa cha somo kinachosema, kemea na fukuza kila adui aliyeshiriki kukutoa na anayetaka kukuondoa kwenye nafasi yako ya baraka. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo mtu wa Mungu, kama unaandika, basi andika kichwa cha somo letu la leo. Ninaomba nikirudie: kemea na fukuza kila adui aliyeshiriki kukutoa na anayetaka kukuondoa kwenye nafasi yako ya baraka. Kwa hiyo mtu wa Mungu, usiku wa leo tunaenda kukemea kwa jina la Yesu Kristo. Tunaenda kuhakikisha kila adui aliyekuja kwenye maisha yetu na lengo lake kubwa ni kutufukuza na kutuondoa kwenye nafasi zetu za baraka, usiku wa leo tunamtoa. Bwana Yesu asifiwe. Usiku wa leo tunahakikisha anaondoka. Na usiku wa leo, mtu wa Mungu, tunahakikisha tunakaa
kwenye nafasi zetu za baraka. Bwana Yesu asifiwe. Ile nafasi yako mtu wa Mungu ambayo Mungu aliikusudia, ile nafasi yako ambayo Mungu alikuwekea, ya kwamba hapo utafanikiwa, ya kwamba hapo utaongezeka, ya kwamba hapo utaona wema wa Mungu kwa jina la Yesu Kristo. Mtu wa Mungu, somo lililopita nilikueleza ya kwamba Mungu alipomuumba mwanadamu alimwekea nafasi yake ya baraka, ili kuhakikisha mahali hapo mwanadamu anastawi, mwanadamu anaongezeka, mwanadamu anafanikiwa, lakini pia mwanadamu anasimamia mapenzi ya Mungu kwenye maisha yake. Bwana Yesu asifiwe. Na tukasoma Mwanzo 2 ukianzia ule mstari wa 7 mpaka wa 10. Tukaona Mungu alipomuumba Adamu, Bwana Yesu asifiwe, alipompulizia pumzi Adamu akawa nafsi hai. Unamuona Mungu anatoka anamtengenezea Adamu nafasi. Bwana Yesu asifiwe. Neno la Mungu linasema mashariki mwa Edeni Mungu alimwekea huyo binadamu nafasi. Nafasi ambayo mwanadamu atakaa, nafasi ambayo mwanadamu ataongezeka, nafasi ambayo mwanadamu atamtumikia Mungu, nafasi ambayo mwanadamu atastawi. Bwana Yesu asifiwe. Na wakati tunaliangalia lile somo na yale maandiko, unaona kwenye ile nafasi Mungu anamwekea mwanadamu kila kitu. Bwana Yesu asifiwe. Ili mwanadamu asipungukiwe, ili mwanadamu asiwe mpweke. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo mtu wa Mungu unayenisikiliza, nafasi ambayo Mungu alipokuumba alikuwekea, amekuwekea kila kitu kwenye maisha yako, ili usipungukiwe, ili usifadhaike, ili usisononeke. Bwana Yesu asifiwe sana. Mtu wa Mungu unayenisikiliza, Mungu alipomuumba mwanadamu akamweka hapa duniani, hakumweka mwanadamu ateseke, hakumweka mwanadamu afadhaike, hakumweka mwanadamu apotee. Bwana Yesu asifiwe. Lakini Mungu alimhakikishia mwanadamu, anampa nafasi aenjoy, afurahi, amwabudu Mungu, amtumikie Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo unaona mashariki mwa Edeni Mungu anampandia mwanadamu miti yote ili mwanadamu apate chakula. Mungu anamwekea mwanadamu kila kitu, anamwekea hadi mto apate maji. Bwana Yesu asifiwe. Ahakikishe anyauki, akondi, apotei, vitu vyake avifi. Lakini alipomwekea hii nafasi, akampa nafasi, akampa kazi, akampa majukumu, akampa maelekezo, akampa maonyo. Bwana Yesu asifiwe. Alimwambia kwenye hii kazi ninaomba uilinde na kuitunza. Kwa hiyo mtu wa Mungu, nafasi yoyote ambayo Mungu amekupa, nafasi yoyote ambayo Mungu alipokuumbia alikupa, amekupa kazi. Bwana Yesu asifiwe. Amekupa maonyo, amekupa maelekezo. Ni namna gani ukikaa kwenye hiyo nafasi utafanikiwa, amekuelekeza. Akamwambia Adamu ya kwamba utailima na kuitunza bustani, na vitu vyote vya kuitunzia bustani vilikuwepo ndani ya nafasi. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo mtu wa Mungu, hakuna mwanadamu ambaye Mungu alimuumba akumpa nafasi. Kwa hiyo nafasi ni kitu cha msingi sana kwenye ulimwengu wa roho na kwenye ulimwengu wa mwili. Ndio maana Mungu anapomuumba mtu yeyote ameziweka nafasi. Ndio maana kwenye maisha yetu ya kawaida, mtu wa Mungu, tuna nafasi. Kuna nafasi ya kumwabudu Mungu, kuna nafasi ya kumpenda Mungu, kuna nafasi ya ndoa ya mume na mke, kuna nafasi ya kusoma, kuna nafasi ya kufanya kazi, kuna nafasi ya uongozi, kuna nafasi ya kuwa mtoto, kuna nafasi ya kuwa mzazi. Zote hizo ni nafasi. Bwana Yesu asifiwe. Na Mungu ametuwekea, na alipoziweka ametupa maelekezo. Kwa hiyo mtu wa Mungu, usiku wa leo, kama ulitolewa kwenye nafasi yako, tunaenda kukemea. Na mwezi huu, mtu wa Mungu, tutakemea sana, ili kuhakikisha jambo lolote baya
lililoingia kwenye maisha yetu likatutoa nje ya nafasi linaenda kuondoka na tunarudi kwenye nafasi zetu. Bwana Yesu asifiwe. Sasa tukirudi kwenye ile Mwanzo, ukipata nafasi mtu wa Mungu, soma Mwanzo yote ile sura ya 2, utaona mwanadamu akakaa vizuri sana kwenye ile bustani, akakaa vizuri sana pale Eden, lakini siku moja akaenda nyoka. Bwana Yesu asifiwe sana. Ngoja tusome Mwanzo 3 mstari wa 1 mpaka wa 4. Neno la Mungu linasema hivi: basi nyoka alikuwa mwerevu kuliko wanyama wote wa mwitu aliowafanya Bwana Mungu. Akamwambia mwanamke, ati hivi ndivyo alivyosema Mungu, msile matunda ya miti yote ya bustani. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo unaona kwenye ile nafasi ambayo Mungu alimweka mwanadamu, hiyo siku nyoka anaenda, na nyoka anapoenda anaanza kuuliza maswali kutokana na nafasi waliopo. Anaanza kuulizia miti ambayo Bwana Mungu aliipanda. Bwana Yesu asifiwe. Anaanza kuulizia vitu ambavyo Mungu aliwaambia wavilime na kuvitunza, mahali ambapo Mungu alihakikisha anawapatia kazi, anawapatia kipato, anawapatia malazi, anawapatia amani. Nyoka anaenda anaviharibu. Bwana Yesu asifiwe. Ukisoma mstari wa 2, neno la Mungu linasema, mwanamke akamwambia nyoka, matunda ya miti ya bustanini twaweza kula. Kwenye mstari wa 3, lakini matunda ya mti ulio katikati ya bustani Mungu amesema msiale wala msiaguse, msije mkafa. Kwa hiyo unamwona mwanamke kwenye nafasi anamuelezea adui maelekezo ambayo Mungu alimpa, na anamuelezea maonyo. Kwa hiyo mtu wa Mungu, ukiendelea mbele, unamwona nyoka, sifa yake alikuwa mwerevu, akuwa anauliza ili ajifurahishe, alikuwa anafuatilia ili awaondoe kwenye nafasi. Kwa hiyo mtu wa Mungu, kwenye nafasi ambayo Mungu amekupa, au kwenye nafasi ambayo baada ya haya maombi Mungu atakuweka, nyoka atakuja, adui atakuja. Kwenye Biblia tunaonyeshwa nyoka alienda kama nyoka. Kwenye maisha yako ya kawaida utamwona mwanadamu, lakini ndani ni nyoka. Utamwona rafiki, lakini ndani ni nyoka. Utamwona mzazi, lakini ndani ni nyoka. Lakini hawa watu, huyu adui anayekuja ni mwerevu, na werevu alionao lengo lake ni kukutoa kwenye nafasi. Kwa hiyo unamuona nyoka anazungumza na huyu mwanamke, mwisho wa siku unaona wanakosea, wanaondolewa kwenye nafasi. Ila nani alisababisha watolewe kwenye nafasi? Nyoka. Bwana Yesu asifiwe. Na nyoka alihakikisha mwanadamu afuati maelekezo ambayo Mungu alimpa. Maelekezo yapi? Ya kwamba msile matunda ya mti wa katikati, siku mtakayokula mtakufa. Kwa hiyo mtu wa Mungu, nafasi ambayo Mungu amekupa maelekezo, na siku ambayo hautafuata maelekezo utakufa hakika. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana, mtu wa Mungu. Kwa hiyo unaona kitu ambacho huyu nyoka alikifanya. Lengo la adui, anaitaka nafasi yako. Adui anataka kukuondoa wewe kwenye nafasi ili yeye akae. Adui anakuona wewe umepumzika. Adui anakuona wewe una mafanikio. Anaona nafasi yako inawaka. Nafasi yako ni nyota nzuri. Nafasi yako inakupa amani, unasimamia mapenzi ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo unamwona adui anawagombanisha na Mungu, na wanafukuzwa kwenye nafasi waliopo. Ukisoma Mwanzo 3 mstari wa 9 hadi wa 10, neno la Mungu linasema hivi: Bwana Mungu akamwambia Adamu, uko wapi? Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo unaona nyoka anafanikiwa kuwaondoa kwenye nafasi na hawaonekani. Mungu aliyemweka mwanadamu kwenye nafasi hamuoni mwanadamu. Mungu aliyekuweka kwenye nafasi ya kuoni. Sio kwamba Mungu alikuwa akimwangalia Adamu alikuwa hamuoni. Hapana, alikuwa anamuona, lakini alikuwa hamuoni mahali kwenye nafasi ya baraka ambayo alimweka. Akimwangalia mwanadamu, akimwangalia binadamu, anamuona amejaa dhambi, amejaa machozi, amejaa huzuni,
amejaa malalamiko, amejaa maumivu, amejaa vidonda, anakuuliza uko wapi? Sio kwamba Mungu haoni changamoto unazozipitia, lakini akuoni kwenye nafasi. Kwa hiyo unaona ugomvi mkubwa wa adui ni nafasi ulionayo. Unaona ugomvi mkubwa wa shetani kwenye maisha yako, mtu wa Mungu, ni nafasi ulionayo. Bwana Yesu asifiwe. Na mara zote, mtu wa Mungu, Mungu analiangalia neno lake ili apate kulitimiza. Kama Mungu alikuwekea nafasi ya udaktari ya kwamba atakufanikisha pale, akaliweka neno. Kwa hiyo baraka zako zote zinatoka kwenye ile nafasi. Siku wewe ukitoka kwenye ile nafasi, baraka zako zinakata. Na Mungu ili akubariki, anakubariki sawasawa na neno. Kwa hiyo ukiona baraka zako hazipo, uko wapi? Bwana Yesu asifiwe. Ngoja nikuonyeshe kitu kwenye mstari wa 10. Neno linasema hivi, akasema, na alisikia sauti yako bustanini, nikaogopa kwa kuwa mimi ni uchi, nikajificha. Kwa hiyo mtu wa Mungu, ukiona unaanza kujificha kwenye maisha yako, ukiona unaanza kumkimbia Mungu kwenye maisha yako, jiulize uko wapi? Mungu aliyewaeka kwenye nafasi ndio Mungu huyo huyo ambaye wanamkimbia waliposikia sauti yake wakajificha. Kwa nini? Kwa sababu hawako kwenye nafasi. Mtu wa Mungu, shetani, nguvu za giza, watu wabaya wamekusudia sana kukuona wewe hauko kwenye nafasi. Na usiku wa leo, wapo watu leo wananisikiliza, hawapo kwenye nafasi zao. Shetani amefanikiwa, amekutoa kwenye nafasi yako ya ndoa, amekutoa kwenye nafasi yako ya kuwa mama, amekutoa kwenye nafasi yako ya kuwa baba, amekutoa kwenye nafasi yako ya kuwa mfanyabiashara, amekutoa kwenye nafasi yako ya kuwa kiongozi. Nafasi shetani ameziiba, amezikimbiza. Bwana Yesu asifiwe. Amehakikisha ameleta ugomvi kati yako na Mungu. Amehakikisha ameleta maharibifu kati yako wewe na maisha yako. Kwa sababu mtu wa Mungu, ukitoka kwenye nafasi, mtu wa Mungu, unahakikisha baraka zako zote ambazo zipo kwenye hiyo nafasi hazikupati. Bwana Yesu asifiwe sana. Mtu wa Mungu, ili uweze kuona Mungu anakubariki, anakubarikia ukiwa kwenye nafasi. Baraka zinakuja ndani ya nafasi. Bwana Yesu asifiwe. Lakini leo watu wamekimbia nafasi zao. Leo kuna watu wamekimbia nyumba zao, hawataki kukaa. Leo kuna watu wamekimbia miji yao. Leo kuna watu wamekataa ndugu zao, wamekataa wazazi wao, wamezikataa zile nafasi, wamejificha. Kwa nini wamejificha? Shetani mharibifu ameweza. Ndio maana usiku wa leo nimekuambia tunaenda kukemea nguvu za giza zilizopanga kukutoa kwenye nafasi. Tunaenda kukemea na kufukuza kila adui aliyeshiriki kukutoa. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo wapo watu leo adui ameshiriki kuwatoa na wapo kwenye nafasi. Na wapo watu leo adui ndo anapambana kuwatoa na wapo kwenye steji ya mwisho, wanapoteza hizo nafasi. Kwa hiyo usiku wa leo, Mungu akurehemu, Mungu akuhurumie, Mungu akusaidie. Chochote ulichopoteza kwenye nafasi yako akurudishe. Bwana Yesu asifiwe. Sasa ngoja tukamwangalie mtu mmoja ili mtu wa Mungu uweze kunielewa. Bwana Yesu asifiwe sana. Dada Krista, naomba nisomee Samueli wa kwanza sura ya 16 mstari wa kwanza. Samueli wa kwanza sura ya 16 mstari wa kwanza. Bwana akamwambia Samueli, hata lini utamlilia Sauli, ikiwa mimi nimemkataa asiwamiliki Israeli? Ijaze pembe yako mafuta, uende, nami nitakupeleka kwa Yese Mbethlehemu, maana nimejipatia mfalme katika wanawe. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mtu wa Mungu, ukisoma ili andiko tu, unamwona Mungu anazungumza na Samueli. Na Mungu anazungumza na Samueli kwa habari ya Sauli. Sauli alikuwa mfalme, tena mfalme ambaye Mungu alimweka. Kwa hiyo ukiangalia maisha ya Sauli, Mungu alimwekea nafasi. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Nafasi gani? Ya kuwa mfalme. Kama ambavyo tulivyoangalia mwanzo, Mungu alipomuumba mwanadamu alimwekea nafasi. Nafasi gani? Eden, aitunze bustani na kuilinda. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa hiyo ukisoma hapa kwenye Samueli, unaona Mungu anazungumza na Samueli
hata lini utamlilia Sauli wakati nimemkataa? Kwa nini Mungu amemkataa Sauli, mtu wa Mungu? Kwa sababu Sauli akutii maelekezo ambayo Mungu alimpa. Kwa sababu Sauli akufuata maelekezo. Nimekwambia mtu wa Mungu, nafasi ina maelekezo, nafasi ina maonyo, nafasi ina majukumu. Mtu wa Mungu, kama hautoyafuata, Mungu ndiye atakutoa kwenye nafasi. Unaona huku Mungu aliwatoa kwenye nafasi. Adui anahakikisha autii. Adui anahakikisha aufuati maelekezo. Adui anahakikisha anakutoa kwenye nafasi. Adui anahakikisha anakugombanisha na Mungu ambaye amekupa nafasi. Kwa hiyo baraka zote zilizo ndani ya nafasi uzipati tena. Unakuwa umeipoteza ile nafasi. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Sasa dada Krista, nisomee Samueli wa kwanza 16:14. Samueli wa kwanza 16:14. Basi roho ya Bwana ilikuwa imemwacha Sauli, na roho mbaya kutoka kwa Bwana ikamsumbua. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Unaona, Mungu alikuwa anajadili na Samueli kwa habari ya Sauli, ya kwamba nimemkataa yule ambaye mimi nilimkubali, yule ambaye mimi nilimtengenezea nafasi, nimemkataa. Kwa sababu gani? Akutii maelekezo niliyompa. Kwa sababu gani? Akusikiliza sauti yangu. Ukisoma Samueli wa kwanza 16:14, unaona roho wa Bwana akamuacha Sauli. Roho ya Mungu iliyokuwa inalinda nafasi, roho ya Mungu iliyokuwa inahakikisha yote unayotakiwa kuyapata kwenye nafasi unayapata, ilimwacha. Na Mungu anapoondoka, roho ya uovu inaingia. Ile roho ya uovu iliyosababisha utoke kwenye nafasi inakaa hapo. Nimekwambia shetani anagombania nafasi. Ni ugomvi mkubwa ambao anaufanya hadi leo. Hataki ukae kwenye nafasi, na ilimgharimu Mungu sana 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 tuweze kurudishwa kwenye nafasi. Kwa hiyo ukiangalia maisha ya mwanadamu yamekaa ni nafasi tu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ndani ya nafasi yako utamwabudu Mungu. Ndani ya nafasi yako utachanua. Ndani ya nafasi yako utakuwa mfanya biashara. Ndani ya nafasi yako utaishi kwenye nafasi hadi unakufa. Mtu wa Mungu. Kwa hiyo ni muhimu mno, mtu wa Mungu, uangalie nafasi yako. Ni muhimu mno, mtu wa Mungu, urudi kwenye nafasi yako. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Dada Krista, nisomee hiyo Samueli wa kwanza 15 mstari wa kwanza. Samueli wa kwanza 15 mstari wa kwanza. Wakati huo Samueli akamwambia Sauli, Bwana alinipeleka nikutie mafuta uwe mfalme wa watu wake Israeli. Basi sasa isikilize sauti na maneno ya Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Unaona, siku ya kwanza Mungu anamuita Sauli, anamtuma Samueli, anampa maelekezo. Mtu wa Mungu, yapo maelekezo ambayo Mungu alikupa kwenye nafasi. Ukimwangalia Adamu, alipewa maelekezo na Mungu. Mungu akamwambia msile matunda ya mti wa katikati, utakapokula utakufa. Unamuona Mungu anamtuma Samueli akampake mafuta Sauli. Kwa hiyo Samueli anaenda na maelekezo ya kwamba Mungu amesema isikilize sauti yake. Siku usipoisikiliza utatolewa kwenye nafasi. Kwa hiyo mtu wa Mungu, yeyote aliyekuweka kwenye nafasi, akakupa nafasi, anakupa maelekezo, anakupa majukumu, anakupa vitu vya kufanya na vitu ambavyo upaswi kufanya. Usipofanya unapoteza nafasi. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa hiyo unaona neno la Mungu linavyosema hapa na Sauli na Samueli. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Dada Krista, tuendelee mbele. Nisomee Samueli wa kwanza hiyo 15 mstari wa 10 hadi wa 11. Samueli wa kwanza 15 mstari wa 10 hadi wa 11. Ndipo neno la Bwana likamjia Samueli kusema, najuta kwa sababu nimemtawaza Sauli awe mfalme, maana amerudi nyuma asinifuate, wala akufanya nilivyomwamuru. Samueli akasikitika, akamlilia Bwana usiku kucha. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ona mtu wa Mungu, maneno ambayo Mungu anazungumza ni maneno yanayosikitisha, ni maneno ambayo sio mazuri. Mungu anajuta kwa sababu alimtengenezea Sauli nafasi kubwa, nafasi ya kifalme. Sauli atii,
hadi Mungu anajuta. Wako watu leo, mtu wa Mungu, Mungu anajuta kwa sababu alikupa nafasi. Mungu anajuta kwa sababu alikuita. Mungu anajuta kwa sababu alikuinua. Na kwa namna hiyo, kwa sababu Mungu amejuta kwa sababu ya kutokutii, anakutoa kwenye hiyo nafasi. Anairejesha nafasi yake. Kwa sababu gani? Tumemchukiza. Hatukufuata maelekezo, hatukufuata maonyo, hatukuisikiliza sauti yake. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mungu anasema anajuta na hamtaki tena. Kwa hiyo watu wa Mungu, shetani anakugombanisha na Mungu. Shetani anakuwinda. Adui anahakikisha unafanya mabaya mpaka bosi wako anajuta. Kwa nini nilimpa nafasi? Kwa nini nilimwajiri? Kwa nini nilimwamini? Kwa nini nilimpa pesa nyingi? Kwa nini nilimpa hiyo promotion? Kwa nini nilimfungulia hiyo milango? Bwana Yesu asifiwe. Amen. Usiku wa leo tutahakikisha tunakemea na kufukuza kila roho zilizotuletea uharibifu. Bwana Yesu asifiwe sana. Ngoja tuendelee mbele. Naomba nisomee Samueli wa kwanza mstari wa 18. Samueli wa kwanza 18 mstari wa 5 mpaka wa 9. Samueli wa kwanza 18:5 mpaka 9. Basi Daudi akatoka kwenda kila mahali alikotumwa na Sauli, akatenda kwa akili. Sauli akamweka juu ya watu wa vita. Jambo hili likawa jema machoni pa watu wote na machoni pa watumishi wa Sauli pia. Hata ikawa walipokuwa wakienda, hapo Daudi aliporudi baada ya kumuua yule Mfilisti, wanawake wakatoka katika miji yote ya Israeli kwa kuimba na kucheza ili kumlaki mfalme Sauli. Wakatoka na matari na shangwe na vinanda. Nao wale wanawake wakaitikiana wakicheza wakasema, Sauli amewaua 1000 zake na Daudi 10,000 yake. Basi Sauli akaghadhibika sana na maneno haya yakamchukiza. Akasema, wamempa Daudi 10,000 na mimi wamenipa 1,000 tu. Kuna nini tena awezayo kupata isipokuwa ni ufalme? Sauli akamwonea Daudi wivu tangu siku ile. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Mtu wa Mungu unayenisikiliza. Amen. Ukisoma kwenye hili andiko, mtu wa Mungu, unaiona nafasi ya Daudi. Daudi anaweka juu ya watu wa vita. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na kwenye nafasi ambayo Daudi aliwekwa, alikuwa anatenda kwa akili. Na namna ambayo Daudi alitenda, alipata kibali kwa watu wote, hadi kwa mfalme. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ukisoma mstari wa 6, neno la Mungu linasema wakaenda vitani. Na Daudi akapambana, akamuua Mfilisti. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ukisoma mstari wa 7, watu wakampa kibali Daudi. Wakaanza kumwimbia, wakaanza kumshangilia. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mtu wa Mungu, unapokaa kwenye nafasi yako ya baraka, mafanikio yanaambatana na wewe. Amen. Watu wanakujua. Matendo unayoyafanya yanaibua shangwe. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Yanaibua kibali. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mwanzo Daudi anawekwa kwenye nafasi. Sauli anamkubali, amuonei chuki, amuonei wivu. Baada ya kuona baraka kwenye nafasi aliyompa, unaona chuki inanyanyuka kwa Sauli. Unaona wivu unanyanyuka kwa Sauli. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Dada Krista, nisomee mstari wa 8 nikuonyeshe kitu. Basi Sauli akaghadhibika sana na maneno haya yakamchukiza. Akasema, wamempa Daudi 10,000 na mimi wamenipa 1,000 tu. Kuna nini tena awezayo kupata isipokuwa ni ufalme? Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwenye nafasi ambayo Daudi amekaa, unaona kibali kinaambatana naye. Unaona baraka zinaambatana naye. Mtu wa Mungu, kwenye nafasi yako, nafasi ambayo Mungu atakupa kukaa, ina baraka. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ina kibali, ina amani. Unamuona Sauli anaghadhibika. Kwa nini anaghadhibika? Anaona baraka za Daudi. Anaona kukubalika kwa Daudi. Na Sauli anapoghadhibika, anajawa na chuki. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ukisoma mstari wa 9, neno la Mungu linasema Sauli akamwonea Daudi wivu tangu siku ile. Mtu wa Mungu, Adam na Eva walikuwa
kwenye bustani ya Edeni, walikuwa wanapata baraka kwenye nafasi waliokuwepo nayo. Shetani anawaangalia, nyoka anawaangalia, anaghadhibika, anawaonea wivu, anataka kuwatoa kwenye nafasi. Bwana Yesu asifiwe. Mtu wa Mungu, wanaotaka kukutoa kwenye nafasi uliokaa wamekiona kibali, wameiona nafasi, wameona ubora, wameona kupendwa na Mungu, wameona baraka za Mungu, wameona watu wanakusifia. Bwana Yesu asifiwe. Neno la Mungu linasema wakati Sauli anaenda vitani na Daudi, Sauli alikuwa aghadhibiki juu ya Daudi. Sauli alikuwa amchukii Daudi. Sauli alikuwa anampenda pamoja na watu wote. Baada ya Daudi kuonyesha mafanikio, unaona chuki inanyanyuka kwa Sauli. Sauli anasema wamempa sifa, sio atampa nafasi yangu ya ufalme. Sauli kwenye ulimwengu wa roho, Mungu amemkataa. Mungu amemkasirikia. Mungu amemwacha. Bwana Yesu asifiwe. Roho mbaya imemvaa. Kwa nini? Kwa sababu akuitii sauti ya Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Naomba tuendelee mbele kidogo. Dada Krista, nisomee Samueli wa kwanza 18:29. Samueli wa kwanza 18:29. Naye Sauli akazidi kumwogopa Daudi. Sauli akawa adui yake Daudi siku zote. Bwana Yesu asifiwe. Neno la Mungu linasema hivi, Sauli akawa adui wa Daudi siku zote. Mtu wa Mungu, mahali ulipokaa una maadui. Bwana Yesu asifiwe. Kwenye nafasi ambayo Mungu amekupa una maadui, na ni adui zako siku zote. Adui lengo lake ni kukutoa kwenye nafasi. Adui lengo lake ni kuhakikisha haupati promotion. Adui lengo lake ni kuhakikisha haufanikiwi. Adui lengo lake ni kuhakikisha anakutoa kwenye nafasi ambayo Bwana Mungu alikupa. Mtu wa Mungu, unajikuta unataka kutoka kwenye nafasi ya ndoa zako. Kwa nini? Una maadui siku zote. Maadui wako bize kukuloga. Maadui wako bize kufanya ubaya. Maadui wako bize kukuletea nuksi. Maadui wako bize kuhakikisha wanakutoa kwenye nafasi ambayo Bwana Mungu amekupa. Bwana Yesu asifiwe. Neno la Mungu linasema hivi, Sauli akawa adui yake Daudi siku zote. Naomba tuendelee mbele kidogo. Nisomee Samueli wa kwanza 18 mstari wa 21 mpaka 22. Samueli wa kwanza 18 mstari wa 21 mpaka wa 22. Naye Sauli akasema moyoni, mimi nitamuoza huyu awe mtego kwake, tena kwamba mkono wa Wafilisti uwe juu yake. Basi Sauli akamwambia Daudi mara ya pili, leo utakuwa mkwe kwangu. Naye Sauli akawaagiza watumishi wake, zungumzeni na Daudi kwa siri na kusema, angalia, mfalme anakuridhia na watumishi wake wote wanakupenda. Haya basi, na uwe mkwewe mfalme. Nisomee na mstari wa 25. Naye Sauli akasema, mwambieni Daudi hivi, mfalme hataki mahari yoyote, ila anataka govi 100 za Wafilisti ili ajilipize kisasi adui za mfalme. Basi Sauli alidhani kumwangamiza Daudi kwa mkono wa Wafilisti. Bwana Yesu asifiwe. Ukisoma kwenye mstari wa 29, unamuona Sauli akawa adui yake Daudi siku zote. Ukisoma kwenye mstari wa 21, unamuona anaadhimia kumwangamiza kwa siri. Kwa nini anataka kumwangamiza? Ili amtoe kwenye nafasi. Bwana Yesu asifiwe. Unamuona Daudi anaanza kutegewa mitego na Sauli. Bwana Yesu asifiwe. Ukisoma mstari wa 25, unamuona Sauli anaomba mahari kwa Daudi ya kumtekea mtego kwa Wafilisti ili Daudi afe. Bwana Yesu asifiwe. Mtu wa Mungu, adui yako nyoka, shetani, watu wabaya, watu wa giza wameamua wawe adui yako siku zote. Wawinde nafasi yako siku zote. Kwa hiyo wanatega mitego kwa siri kuhakikisha wanakutoa kwenye nafasi. Wanaleta uharibifu kwa siri kuhakikisha wanakutoa kwenye nafasi. Ndio maana mtu wa Mungu leo unashangaa, umefanya jambo dogo, matokeo yamekuwa makubwa. Umefanya jambo unaona kawaida, solution hayo kawaida.
faida. Kwa sababu gani? Mitego. Walikuwa wanakutafuta muda mrefu. Ukifikiri watu ni rafiki zako, sio. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ukifikiri watu wanakupenda, sio. Kwa siri, muda mrefu wanakuwinda. Wanapanda ila kwenye njia yako. Wanapanda ila kwenye nafasi yako. Wanataka kukutoa mahali ulipo. Kwa nini? Wanaitaka nafasi. Kwa nini hawataki ukae kwenye nafasi? Mtu wa Mungu, huo ni ugomvi mkubwa sana. Shetani hataki kuona unakaa kwenye nafasi yako ya baraka. Shetani hataki kuona unatulia, mtu wa Mungu. Shetani hataki kuona unapata mafanikio. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Ngoja nikuonyeshe kitu kimoja, mtu wa Mungu, utanielewa. Dada Krista, naomba nisomee Esther. Twende kwenye Esther. Kuna kitu nataka nikuonyeshe. Nisomee Esther 3 mstari wa 2 hadi wa 6. Nikuonyeshe kitu. Esther 3 mstari wa 2 hadi wa 6. Nao watumishi wote wa mfalme walioketi mlangoni pa mfalme wakainama na kumsujudia Hamani, maana ndivyo alivyoamuru mfalme kwa habari zake. Bali Mordekai hakuinama wala kumsujudia. Basi watumishi wa mfalme walioketi mlangoni pa mfalme wakamwambia Mordekai, mbona wewe waihalifu amri ya mfalme? Ikawa waliposema naye kila siku asiwasikilize, wakamwarifu Amani ili kuona kama mambo yake Mordekai yatasimama. Maana alikuwa amewaambia ya kuwa yeye ni Myahudi. Hata Amani alipoona ya kwamba Mordekai ainami wala kumsujudia, alighadhibika sana. Akaona si shani kumtia mikono Mordekai peke yake, maana wamemjulisha kabila yake Mordekai. Kwa hiyo Hamani alitaka kuwaangamiza Wayahudi wote waliokuwa wakikaa katika ufalme wote mzima wa Ahasuero, yani watu wake Mordekai. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ukisoma hili andiko, mtu wa Mungu, unamwona Mordekai yupo kwenye kazi yake. Yupo kwenye nafasi yake ya baraka. Yupo kwenye mahali ambapo Mungu amemweka afanye kazi. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Alikuwa anafanya kazi kwenye lango la mfalme. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Wenzake aliokuwa anafanya nao kazi wakamwona Mordekai afuati maelekezo. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Walipomuona afuati yale maelekezo, wakaenda kumsemea kwa Hamani. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa nini walienda kumsemea? Walikuwa wanataka Mordekai atolewe kwenye nafasi. Walikuwa wanataka Mordekai atolewe kwenye nafasi yake ya baraka. Mtu wa Mungu, adui anawinda nafasi yako. Mtu wa Mungu, adui anaweka ubaya kwenye nafasi yako. Neno la Mungu linasema nyoka alikuwa mwerevu, akaenda kwenye nafasi aliyokuwepo mwanadamu. Kwa hiyo mtu wa Mungu, nyoka ni mwerevu, ameingia kwenye nafasi uliopo na amewaingia watu ambao uko nao, ametia werevu. Kwa hiyo adui anakutafuta kwa siri. Ametega mitego yake kwa siri, na mitego haiko mbali. Neno la Mungu linasema wenzake Mordekai, watu aliokuwa nao pamoja kwenye nafasi, watu aliokuwa anafanya nao kazi pamoja, wakaenda kumshtakia kwa Hamani. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mtu wa Mungu, leo haupo kwenye nafasi yako kwa sababu wenzio wamekushtakia. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Lakini usiku wa leo tunaenda kufukuza, tunaenda kukemea, tunaenda kuondoa, tunahakikisha kila adui aliyeshiriki kututoa kwenye nafasi, au kila adui aliyefanyikiwa na akatutoa kwenye nafasi, usiku wa leo atoke. Amen. Na sisi turudi kwenye nafasi zetu. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Dada Krista, nisomee Esther 4:1 nikuonyeshe kitu. Esther 4:1. Basi Mordekai alipojua mambo yote yaliyofanyika, alizirarua nguo zake, akajivika gunia pamoja na majivu, akatoka hata kufika katikati ya mji, akalia kwa sauti kuu ya uchungu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Neno la Mungu linasema Mordekai alipojua mambo yote yaliyofanyika, alizirarua nguo zake, akajivika gunia pamoja na majivu, akatoka hata kufika katikati ya mji, akalia kwa sauti kuu na uchungu. Mtu wa Mungu unayenisikiliza, usiku wa leo tunaenda mbele za Mungu. Tulipojua mambo yote ya nafasi, tulipojua adui ametutoa kwenye nafasi, tulipojua adui ameingiza ila na chuki, tumetolewa kwenye nafasi, nasi hatuna msaada
mwingine isipokuwa tunafanya kama alivyofanya Mordekai. Tunarudi mbele za Bwana, tunalalua mavazi yetu, tunashuka mbele zake, tunasujudu, tunamwambia Mungu, tumekuja mbele zako, tunaomba utusaidie, tunaomba uturehemu, tunaomba uturejeshe kwenye nafasi. Amen. Lakini sio tu kurudi kwenye nafasi. Kila adui wa siri, kila adui wa siri, kila adui wa nguvu za giza aliyekaa kuhakikisha natolewa mimi, atoke. Amen. Kuhakikisha mimi sirudi, atoke. Amen. Bwana Yesu asifiwe, mtu wa Mungu. Amen. Nyanyua mikono yako mbele za Bwana, anza kumshukuru Mungu. Randa kabade. Baba, tunakushukuru, Rekomanda asante kabade. kwa rehema zako, Zora asante banda kabade. kwa fadhili zako, Zakaramanda asante kwa kabade. ajili ya Zokoria somo manda hili kabade. Bwana, maana Shukuru umekusudia Mungu, mtu wa Mungu. kuturudisha kwenye Zaramanda nafasi. kabade. Tunakushukuru Usiku wa leo kwa ajili unarudi ya kwenye neno nafasi. hili la wakati. Usiku wa leo unarudi Asante kwenye maana nafasi. umesema nasi Usiku wa kwa leo nyakati unarudi kwenye kama nafasi hizi, yako ya Bwana. baraka. Nasi Usiku tunakushukuru, wa leo Bwana. tunarudishwa kwenye Nasi nafasi. tunakutukuza, Katika jina la Bwana. Yesu Kristo. Katika jina la Nyanyua Yesu mikono yako, Kristo. mtu wa Mungu, sema Bwana Yesu. Bwana Yesu. Bwana Yesu. Bwana Yesu. Usiku wa leo. Usiku wa leo. Ninakemea. Kila adui. Anayetaka kunitoa kwenye nafasi yangu ya baraka. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Na ninakemea kila adui aliyeniondoa kwenye nafasi yangu ya baraka. Usiku wa leo ninaamuru atoke kwa jina la Yesu. Ninakemea atoke kwa jina la Yesu. Wewe adui, wewe nyoka, ninaamuru toka kwenye nafasi yangu ya baraka. Toka kwenye nafasi yangu, toka kwenye kazi yangu, toka kwenye mji wangu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Ninaamuru nguvu za giza, toka kwenye nafasi yangu, toka kwa jina la Yesu, 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 toka, achia nafasi yangu, achia nafasi yangu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Nenda mbele za Mungu, kemea Baba, katika jina la Yesu ninakuja mbele zako, ninamkemea kila adui anayetaka kunitoa kwenye nafasi yangu ya baraka, ninamfukuza, ninamkemea kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Kila adui toka, kila adui toka kwenye maisha yangu, toka kwenye nafasi yangu, toka kwenye nafasi yangu. Wewe adui uliyeingia kwa siri, wewe adui unayenitafuna kwa siri, toka sasa, toka kwenye nafasi yangu, toka kwenye kazi yangu, toka kwenye nyumba yangu, toka kwenye mji wangu, toka kwenye mali zangu, toka kwenye mafanikio yangu, toka kwa jina la Yesu, toka kwa jina la Yesu, toka kwa jina la Yesu. Sema wewe nyoka, wewe nyoka, ninakuamuru usiku wa leo, toka kwenye nafasi yangu, toka kwenye nafasi yangu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Wewe nyoka ambaye ni mwerevu, unafuatilia nafasi yangu, toka usiku wa leo, toka usiku wa leo, toka kwa jina la Yesu. Kemea mtu wa Mungu, Baba, katika jina la Yesu. Kila nyoka anayefuatilia nafasi yangu ninamtoa kwa jina la Yesu, ninamtoa kwa jina la Yesu, ninamkemea kwa jina la Yesu, ninamtoa toka sasa, toka kwenye nyumba yako, kwenye ndoa yako, kwenye usawa wako, kwenye kazi yako, kwenye biashara, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, toka kwenye malango yangu, toka kwenye ardhi yangu, toka kwenye mji wangu, toka kwenye nafasi yangu, toka kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, toka sasa kwenye nafasi yangu ya baraka, ninakutoa kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Hauna nafasi, toka kwenye maisha yangu, toka sasa, toka leo kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Ninakutoa, ninakukemea, toka leo, toka sasa,
toka sasa. Wewe nyoka, toka kwa jina la Yesu. Toka kwenye njia yangu, toka kwenye njia yangu. Wewe unanifuatilia ili unitoe kwenye nafasi yangu, toka kwa jina la Yesu. Toka kwa jina la Yesu. Toka kwenye malango yangu, toka sasa, toka leo kwa jina la Yesu. Sema Bwana Yesu, Bwana Yesu, ninafukuza kila uchawi, kila uganga unaonifuatilia ili kunitoa kwenye nafasi yangu ya baraka. Ninafukuza kila nyoka, ninafukuza kila uchawi, ninafukuza kila uganga, ninafukuza kila nguvu za giza, kila nguvu za giza kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Usiku wa leo ninaziamuru zitoke kwenye nafasi yangu, zitoke kwenye maisha yangu kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Ninafukuza kila majini, kila maruani, ninafukuza kila roho za uharibifu, roho za kinyesi, roho mbaya, roho za chuki, roho za ila, ninazifukuza roho za uharibifu. Toka kwa jina la Yesu. Kila roho za ila, toka kwenye maisha yangu. Kila roho za uchawi, kila roho za majini, roho za mapepo, toka kwa jina la Yesu. Toka kwa jina la Yesu. Ninakufukuza, toka kwenye malango yangu, toka kwa jina la Yesu. Toka kwa jina la Yesu. Toka sasa, toka sasa, toka sasa, toka sasa, toka leo. Nakufukuza kwenye mji wangu, nakufukuza kwenye nyumba yangu, nakufukuza kwenye malango yangu, nakufukuza kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Toka leo. Nakufukuza kila roho za ila, kila roho za chuki, kila roho za uovu, kila roho za uchawi, toka. Nakufukuza kila roho zilizoniondoa kwenye nafasi, kila roho zinazotaka kuniondoa kwenye nafasi, nakufukuza kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Nakufukuza. Toka sasa, kwenye mazingira yako, waliokaa kwenye nafasi yako, wanaoleta uharibifu, toka leo, kwa jina la Yesu, toka 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 kwa jina la Yesu, randa kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Kila maruani, kila mapepo, kila uchawi, kila irizi, kila mauti, katika jina la Yesu. Kila mauti inayonitoa kwenye nafasi, kila mauti iliyoua nafasi yangu usiku wa leo, toka kwenye nafasi yangu kwa jina la Yesu. Bwana Yesu, ninafukuza kila magonjwa walionitumia ili nisikae kwenye nafasi yangu. Wewe magonjwa, toka kwenye mwili wangu, toka kwenye fahamu zangu, toka kwenye mazingira yangu kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Bwana Yesu, usiku wa leo ninaondoa kila giza, kila ubaya, kila mashetani, kila wachawi, kila waganga wanaonifukuza kwenye nafasi yangu, wanaotaka kunitoa kwenye nafasi yangu kwa jina la Yesu. Mtu wa Mungu, ninafukuza kila uchawi, ninafukuza kila ubaya, ninafukuza kila ubaya unaotaka kunitoa kwenye nafasi yangu, ninafukuza kila magonjwa, ninayatoa kila magonjwa walionitumia, ninayafukuza kila ubaya, kila mipasuko walioileta kwenye ardhi yangu, ninaitoa, na kufukuza. Toka sasa kwenye malango yangu, toka kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Toka kwenye nafasi yangu ya baraka, toka kwa jina la Yesu. Sema Bwana Yesu, nanyunyiza damu ya Yesu, damu ya Yesu, ile agano kwenye nafasi yangu, nanyunyiza damu ya Yesu, ile agano kwenye nafasi yangu, ninaomba
damu ya Yesu inirudishe kwenye nafasi yangu. Ninaomba damu ya Yesu ifukuze kila wabaya, ifukuze kila nguvu za giza zilizokaa kwenye nafasi yangu. Kwa jina la Yesu, achilia damu ya Yesu kwenye hiyo nafasi. Ninaachilia damu ya Yesu Kristo, ile agano kwenye nafasi yangu ya baraka. Damu ya Yesu ipite sasa, damu ya Yesu ipite sasa, damu ya Yesu ipite sasa. Ninanyunyiza damu ya Yesu kila mahali, ninanyunyiza damu ya Yesu kwenye nafasi yangu, ninanyunyiza damu ya Yesu kwenye kiti changu, ninanyunyiza damu ya Yesu kwenye malango yangu, ninanyunyiza damu ya Yesu kwenye kazi yangu, kwenye kiti ninachokaa, kwenye meza yangu, ninanyunyiza damu ya Yesu, ninanyunyiza damu ya Yesu kwenye nafasi yangu ya kazi, ninanyunyiza damu ya Yesu kwenye nafasi yangu ya biashara, ninanyunyiza damu ya Yesu kwenye malango ya mji wangu, ninanyunyiza damu ya Yesu, ninanyunyiza damu ya Yesu, ninanyunyiza damu ya Yesu, nanyunyiza ile damu ya agano, nanyunyiza ile damu ya agano, ninanyunyiza damu ya Yesu, ninanyunyiza damu ya Yesu, ninanyunyiza damu ya Yesu, ile damu ya mwana kondoo, ninaachilia damu, ninaachilia damu, ninaachilia damu, damu ya Yesu ipite, damu ya Yesu ipite, na inishindie, 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 kwa jina la Yesu. Nyanyua sadaka yako. Baba, katika jina la Yesu Kristo, ninakushukuru kwa ajili ya sadaka zetu ambazo Mungu tumezinyanyua kwa ajili ya usiku huu. Bwana Yesu, usiku wa leo Baba, tunaomba kwa sadaka hizi tukarudishe kwenye nafasi zetu. Kwa sadaka hizi kila nguvu za giza zilizokaa kwenye nafasi zetu, kila nguvu za watu wabaya zinazotufuatilia, zitoke kwa jina la Yesu Kristo, ziondoke kwa jina la Yesu Kristo, zituachie kwa jina la Yesu Kristo. Baba, ninakushukuru, asante kwa ajili ya sadaka hizi ambazo watoto wako wamezinyanyua. Asante kwa ajili ya sadaka hizi ambazo watoto zako Mungu wanakupa. Baba, warudishe kwenye nafasi zao. Baba, wasaidie warudishe kwenye nafasi zao. Kila roho mbaya, kila roho za nguvu za giza zilizowafukuza kwenye nafasi zao, usiku wa leo tunazifukuza hizo nguvu za giza. Tunazifukuza, zitoke kwa jina la Yesu. 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 Zitoke kwenye kazi yako, zitoke kwenye ndoa zako, zitoke kwenye mji wako, zitoke kwenye kazi, zitoke kwenye biashara, zitoke kwenye kampuni, zitoke kwenye taasisi, kwa jina la Yesu Kristo, kwa jina la Yesu Kristo, kwa jina la Yesu Kristo. Amen. Mtu wa Mungu, utatuma sadaka yako kwenye namba 0716052202. Narudia tena 0716052202. Lakini pia kama hujaokoka, mtu wa Mungu, anza leo kwa kuokoka. Hauwezi kurudi kwenye nafasi yako ya baraka kama hautampa Yesu maisha yako. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo usiku wa leo sema maneno haya: Bwana Yesu, Bwana Yesu, usiku wa leo ninakupokea moyoni mwangu, uwe Bwana na Mwokozi wa maisha yangu. Futa jina langu kwenye kitabu cha hukumu, andika jina langu kwenye kitabu cha uzima, kwa jina la Yesu Kristo. Amen. Basi mtu wa Mungu ambaye umeokoka, utatuma jina lako kwenye namba 0655108869, 0655108869, na Mungu atakubariki sana, na Mungu atakusaidia sana katika jina la Yesu Kristo. Natamka, mtu wa Mungu, unarudishwa kwenye nafasi yako ya baraka. Amen. Unarudishwa kwenye nafasi yako ya baraka. Amen. Unarudishwa mahali ambapo Mungu alipokuumba alikupa. Amen. Kwa jina la Yesu Kristo. Basi mtu wa Mungu, kama una changamoto yoyote, utatupigia simu kwenye hizo namba, nasi tutazipokea na kuweza kukuhudumia. Mungu akubariki, na Mungu awaondoe adui wote ambao walikuondoa wewe kwenye nafasi yako ya baraka katika jina la Yesu Kristo. Amen.